Karibu mtazamaji, tunaanza na taarifa zinazofungamana na masuala ya afya, na ni kwamba Kenya itakuwa na data kamili ya vifo vya kina mama na watoto wachanga kufikia mwezi Machi mwaka 2026 ili kusaidia kudhibiti visa hivyo. Wizara ya Afya imedai kuwa hospitali kadhaa hazijakuwa zikitoa ripoti kamili kuhusu vifo hivyo. Mtazamaji, Rais William Ruto alisema haya alipokabidhiwa msaada wa ambulensi na vifaa vya matibabu venye dhamani ya dola milioni 2.5 kutoka kwa Shirika la Afya Ulimwenguni. Leo asubuhi katika ikulu ya Nairobi, Rais William Ruto alipokea ambulensi 14 na vifaa 8 muhimu vya matibabu ya kuokoa maisha ambavyo vitaimarisha shughuli za kitaifa za dharura, ukiwa ni msaada kutoka Shirika la Afya Ulimwenguni. Today handover includes 14 fully equipped ambulances, 8 advanced life supporting units to strengthen the National Emergency Ambulance Service Center and the 999 system, 6 ambulances dedicated to reproductive and maternal health services in underserved counties where distance and delay too often cost lives. This support goes to the heart of our universal health coverage agenda, advancing safe pregnancies, healthy mothers, thriving newborns and responsive systems. Huku vifo vya kina mama na watoto wachanga vikiongezeka, ambulensi 6 zimepelekwa katika kaunti za Tana River, Garissa, Samburu, Marsabit, Siaya na Elgeyo Marakwet zinazokabiliwa na mahitaji mengine ya huduma hiyo. When I was confronted in New York by a good friend of Kenya who asked me, Mr. President, how is it acceptable in Kenya that upwards of 300 mothers and children die in our facilities? Ambulensi zingine zimetumwa katika hospitali 7 za kitaifa za matibabu maalum na kituo cha kitaifa cha kushughulikia visa vya dharura. Rais alitaka kunakiliwa kwa habari za kila siku za vifo vyote vya kina mama na watoto wachanga katika vituo vya afya. I know that there are facilities that continue to hide data on mothers who die or children who die in hospitals. We must get the data right. Pia aliagiza Wizara ya Afya kufanya utafiti kabambe na kutoa habari halisi za kina mama na watoto wachanga ili kuongoza sera na ufadhili wa wafadhili. Director General at the ministry has given us an undertaking that by March next year we will have the correct data on what is our performance as a country, county by county, and then we can therefore be able to respond to this big challenge effectively. And Your Excellency, I want to commit to you, under your leadership and with the UHC program that we are implementing as a country, I want to commit to you and me and my team and our Council of Governors that we'll do whatever it takes that no mother or child dies. Shirika la Afya Ulimwenguni lilitoa vifaa muhimu ikiwa ni pamoja na vidonge milioni 6.5 kwa ajili ya matibabu ya magonjwa yanayoenezwa kupitia viini kwenye udongo katika kaunti 15 yakilenga angalau watu milioni 3. Nikiripotia Darubini, jina langu ni Kasichana Masha.